Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea katika mwendelezo wetu wa elimu ya hijama kwa umma na walimwengu kwa ujumla katika kuifahamisha falsafa nzima ya tiba ya hijama, ambayo ni moja katika tiba bingwa, tiba za kibingwa katika kuweza kutibu na kuukinga mwili dhidi ya maradhi mbalimbali, ikiwemo maradhi sugu yanayowasumbua wanadamu. Katika somo letu la leo tutazungumzia elementi 4 za uhai. Katika somo letu la leo tutazungumzia elementi 4 za uhai. Kwa mwanadamu ana elementi 4 za uhai, na katika hizi elementi 4, kwa maana kwamba kila moja inatakiwa iwe katika kiwango chake. Ikizidi ni tatizo na ikipungua ni tatizo. Na katika hizi elementi 4 tutaona jinsi tiba ya hijama inavyoweza kuweka uwiano sawa wa hizi elementi 4. Katika elementi 4 za uhai wa mwanadamu katika mwili wake kuna kitu kinachoitwa moto. Mwanadamu katika mwili wake kuna moto. Moto huu, tunapozungumzia moto, maana yake kwamba tunazungumzia umeme. Mwanadamu ana umeme katika mwili, mwanadamu ana moto katika mwili. Na moja kati ya kazi ya huu moto, au moja kati ya kazi ya huu umeme, kwa lugha nyingine tunasema ndio nishati inayofanya mwili kuwa na nguvu. Ndio nishati inayofanya kila kiungo kifanye kazi kwa nguvu zake zinazotakiwa. Yaani uimara wa nguvu ya mwili, afya ya mwili unatokana na hii elementi ya moto kuwa katika uwiano ulio sawa. Katika elementi hii ya moto, tunapozungumzia moto katika mwili wa binadamu unawakilisha kitu gani? Kitu cha kwanza, katika mwili wa binadamu kupitia elementi ya moto inawakilisha nishati. Inawakilisha nishati, kwa maana hiyo umeme. Lakini pia tunapozungumzia moto katika mwili wa mwanadamu inawakilisha joto la mwili. Joto la mwili, unaona kwamba wanasayansi wote wanakubaliana mwanadamu kiwango chake cha joto la mwili ni centigrade 37. Likizidi hapo ni tatizo, likipungua ni tatizo. Sasa tunapozungumzia elementi ya moto inawakilisha nishati kwa maana ya umeme, lakini pia tunazungumzia joto la mwili, na hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha mwili kupata uwezo wa kuchoma chakula. Hili joto ama huu moto ama huu umeme ama hii nishati inabebwa na damu. Damu ndio inaobeba hiyo nishati. Damu ndio inaobeba huo umeme. Na ndio maana ukimkata mtu ghafla, damu yake inavyotoka inakuwa ni ya moto. Na hata mnyama tunapochinja kama ng'ombe ama mbuzi au kuku, ukimkata tu ile shingo yake utaona damu inayotoka pale inaunguza, ni moto. Kwa maana ule moto ndio unaofanya mwanadamu kuwa na nguvu. Moto ndio unaofanya kuwezesha mchakato wa uchomaji wa chakula, kukimeng'enya chakula. Kwa hiyo elementi hii ni muhimu sana, lakini elementi moja ambayo huwa inaharibika, kwa maana huo moto naye una muda wake wa kufanya kazi katika mwili wa binadamu. Hii nishati na muda wake wa kutumika.
Inafika mahala hii nishati inakuwa imekufa katika damu, inakuwa tena haina uwezo wa kufanya kazi inavyotakikana. Sasa inapokuwa kwamba elementi hii imeondoka katika wasifu wake au kiwango chake kinachohitajika katika mwili wa binadamu, nini hutokea? Elementi ya moto inapokosekana katika mwili wa binadamu huleta tatizo la kwanza kabisa huleta homa. Kwa maana kama elementi ya moto haiko katika uwiano ulio sawa, huleta homa. Kwa maana joto likizidi sana, basi huleta homa kali, ambapo homa hii ama joto hili kama halikutafutiwa namna likashushwa, linaweza likasababisha likakausha maji. Kama unavyojua, hata jua likiwaka kwa muda mrefu katika ulimwengu linapelekea vyanzo vya maji vyote vinakauka. Kama unavyoona moto unapoingia katika msitu, basi unateketeza kila kitu. Kwa moto unapozidi katika mwili wa binadamu, moja katika athari ambazo zinaweza kutokea ni kupata homa. Mtu atapanda na homa. Kwa anahitaji apate kitu ambacho kitaweza kushusha lile joto, kwa sababu ili joto likiendelea kupanda kwa kiasi kile inaweza kapelekea kukausha maji, na maji yakikauka maana yake damu itaganda, na damu ikiganda mapigo ya moyo yatashindwa kufanya kazi, na hatimaye mtu itakuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini pia kama uwiano wa hii element ya moto haiko sawa, inaweza kutokea madhara ya hasira. Unapomwona mtu anakuwa na hasira ambazo hazipimiki, wakati mwingine hasira hizi husababishwa na moto, kwamba ana kiwango ama element yake ya moto katika mwili haipo katika uwiano sawa, ima imezidi sana au imepungua. Kwa hiyo inampelekea mtu kuwa na hasira sana. Lakini pia element ya moto inapokuwa haipo katika uwiano mzuri, inaweza kupelekea athari ya mtu kupata vidonda vya tumbo. Ndio maana utaona kwamba mtu mwenye vidonda vya tumbo, miongoni mwa athari anazozipata ni kupata maumivu makali, kiungulia katika mfuko wa chakula, kwa sababu moja kati ya sababu inayopelekea kupata madhara haya ni uwepo mdogo ama uwepo uwiano usio sawa unaokubalika katika mwili wa binadamu, elementi ya moto kutokuwa katika uwiano unaokuwa sawa. Sasa tunapozungumzia tiba ya hijama, moja kati ya faida ya tiba ya hijama inakwenda kuondosha ile damu ambaye ilibeba hii element ya moto, lakini muda wake wa kufanya kazi umekwisha kwisha. Kwa hiyo inaondolewa hii, ikisha kuondolewa inabaki ile damu ambayo bado inakuwa imebeba elementi hii ya moto katika uwiano ulio sawa. Kwa hiyo inakwenda kuimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, inakwenda kuimarisha utulivu wa kiakili, lakini pia inakwenda kumsababisha mwanadamu kuwa na afya nzuri katika tumbo na maeneo mengine yote katika viungo vyake vya mwili. Kwa hiyo katika elementi 4 tulizozizungumza, tumesema kwamba ni elementi za uhai. Kwa maana moja katika uhai wa mwanadamu anahitaji uwepo wa moto katika mwili wake, kwa maana nishati, moto kwa maana ya joto la mwili, kwa maana ya umeme, ambapo uwepo wake inasaidia katika mfumo mzima wa mmeng'enyaji wa chakula, lakini inasababisha pia kuleta usawa katika mwili, kuto kupata homa za kupanda au homa ya kushuka, ama kupata hasira, vidonda vya tumbo na kadhalika. Kwa hili ni eneo la kwanza, ni muhimu sana kufahamu kwamba tiba ya hijama inafanya vizuri sana katika kuweka sawa elementi 4 za uhai, ikiwemo elementi ya kwanza ambayo tumetaja elementi ya moto. Kufikia hapa kwa leo sina la ziada. Ni mimi daktari wako Dr. Omar Maalim Kamna, ni mkurugenzi kutoka Kamna Hijama Clinic Center, lakini pia ni dokta mkuu kutoka Kamna Hijama Clinic Center, ambayo inajishughulisha na utoaji wa tiba mbadala, kwa maana kwa njia ya tiba ya hijama, kwa kutoa damu chafu, kutibu magonjwa mbalimbali kama sukari, pressure, magonjwa ya figo, tezi dume bila upasuaji, matatizo ya uvimbe katika kizazi. Lakini pia tunahusika kufanya training, tufanya mafunzo kwa wale ambao wanahitaji kujifunza fani hii ya tiba, kwa kupitia mafunzo yetu ambayo yanaendeshwa chini ya usimamizi wa Kamna Hijama Training Academy. Kwa mawasiliano 0717519111
au 0764706448. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.